2. Korinther Kapitel 4, Ndugu Frank, 5 und 6. Wakorinto wa pili sura 4 mstari wa 5 na wa 6. Wakorinto wa pili sura 4 mstari wa 5 na wa 6. Kwa sababu hatujihubiri sisi wenyewe, lakini Kristo Yesu Bwana, na sisi wenyewe kuwa watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Mstari wa 6. Kwa sababu ni Mungu aliyesema, nuru itang'aa toka katika giza. Ndiye aliyeng'aa katika mioyo yetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Tuombe. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kwa moyo wetu wote ili maneno haya yaweze kugeuka kuwa uhakika ndani ya maisha yetu. Uliangaza nuru ya utukufu wa Mungu kwenye uso wa Yesu Kristo. Jua la neema linang'aa. Tunakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya heri ambayo tunayo ya kuweza kukusanyika katika jina lako mbele ya uso wako, kwa ajili ya kusikia neno lako. Bwana mwaminifu, utukubali leo. Shika mawazo yetu yote, uweke yote chini ya utiifu wa mapenzi yako. Tunajiweka chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu wako, na tunakuomba ili damu takatifu na ya damani yaweze kuosha na kutoa uchafu wote, makosa yote, zambi yote, ili tuweze kuingia katika uwepo wako. Mungu mwaminifu, mbele yako sisi sote tunaweza kusema ya kwamba tuko na midomo michafu na tunaishi katikati ya taifa lililo na midomo michafu. Basi sasa unaweza kugusa na kuosha na kutakasa mioyo yetu na midomo yetu na kuweza kuitakasa kwa ajili ya uwepo wako takatifu. Namna gani tunaweza kushukuru kwa ajili ya wandugu wote na wadada wote? Ona ni hitaji gani nayo waka ndani mwetu ya kuweza kuwa katika ushirika pamoja na wewe na kuwa na ushirika sisi kwa sisi. Tunakuomba uweze kubariki pia walio wageni wote hapa, ingali wakati wa neema, na tunakuomba sote pamoja ili utusaidie kwa ajili ya kuvuna mavuno. Ulisema mavuno imeivya, lakini watumishi ni wachache. Mungu mwaminifu, tubariki sasa na uwe pamoja nasi kwa neema yako. Acha matunda ya makusanyiko haya ya kiungu yaweze kupatikana ndani ya umilele. Jibu maswali, maliza mashida, okoa waliopotea, ponya wagonjwa, fungua wale wanaofungwa, na utukuze jina lako na kushuhudia neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Wewe ni yule yule jana, leo na ni yule yule milele na milele. Haleluya, amina. Nyuma mchana kati huu
hatutaweza kuimba nyimbo. Nyimbo iko ndani ya mioyo mingi na matamshi ya shukurani na ya mabudu. Niliweza kuwa na mshangao niliposikia ya kwamba ndugu Rus iko hapa leo bila mimi kujua, na ningeweza kumwomba ili aweze kutuambia sisi sote neno la salamu, na kisha nitaweza kuwapatia ripoti ya safari, na kisha tutaweza na kuwazia kuhusu neno, na tunatumaini ya kwamba sisi sote na pia wale ambao walio hapa kwa mara ya kwanza wataweza kuguswa na kuweza kuonywa na Mungu. Ndugu Rus, ni heri kubwa kwangu ya kuweza kuwa leo hapa, na nawasalimu nyote kwa furaha kubwa kwa jina la damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninashukuru sana kwa sababu tunaweza tena kuonana. Siku jake hapa mara nyingi singeliweza kuja leo, lakini muyomba wangu alikuwa mgonjwa, niliweza kumtembelea na aliweza kufurahi sana kuweza kuniona tena, na ndio maana ninafanya hii kilomita 100 kuweza kuja hapa. Ninawatakia nyote baraka ya Mungu. Ningetaka pia niweze kuleta salamu za ndugu Schmidt, niweze kumwambia kwamba leo nitakuwa hapa Zurich, naye anawasalimu nyote kwa furaha kubwa. Acha Mungu atubariki, na ni ombi langu hilo. Amina. Ndugu Frank, ilikuwa ni fupi sana. Inayohusu ndugu Rusi, naweza kusema katika uhakika wote ya kwamba tunajuana tangu mwaka 1953. Ndiyo, mwaka 1953, mwaka 1954. Kuna pita miaka mingi sana, na tunaungana kwa ajili ya Bwana, na tunapigania imani iliyopewa. Tunapigania imani iliyopewa mara moja tu kwa watakatifu. Ndani yake na ndani ya ndugu Schmidt nina nguzo ambazo zinazobaki zikisimama imara, ambazo haziwezi kutikisika, zinapingana na maupepo zote. Ninashukuru sana Mungu kwa ajili ya wandugu kama hao ndani ya kusanyiko la Krefeld. Ninyi wandugu zangu na wadada wangu walio hapa wapendwa, nami naweza kusema hiyo kitu moja kwa ajili ya ninyi nyote. Upepo fulani ziliweza kutuangukia na zingine zingali takuja tena, lakini kwa neema ya Mungu tutabaki tukisimama imara, kama nyumba yetu ya kiroho iliweza kujengwa juu ya mwamba. Ila tu wale waliojenga kwenye mchanga ndio watakaochukuliwa na kufagiliwa, na wataweza kubomolewa na kuanguka. Na hiyo ndiyo Bwana wetu anasema ndani ya fumbo au mezali, wakati upepo unapokuja na upepo unapopiga kwenye nyumba, na hapo sasa utaweza kuona kama ulijenga kwenye mwamba au hapana. Yale ninayosikia ndani ya moyo wangu kama vile shukurani kwa Mungu na kwa ajili yenu. Mungu peke yake ndiye anayeweza kuijua. Ninajua ya kwamba Bwana ana njia yake pamoja nasi, anaendelea na kazi yake, na ujumbe wa mwisho unafika mwisho wa dunia. Tutaanzia Itali katika siku zinazokuja. Nimekwisha kuisema hapa. Mwombeye sana sana muda wa tarehe 3 mpaka 11 mwezi wa 5. Vita za kiroho zinageuka tena kuwa kubwa tena zaidi na ngumu, lakini kweli nayo inafanya njia yake,
na wale wote walio wa kweli wako nasikia neno la Mungu. Ulimwengu mzima unaweza kuwa katika hali ya kupanda na kushuka, na hiyo inaweza kuonekana kama vile inakuwa ya kushangaza wakati Yohana alipoandika ya kwamba tunajua kwamba sisi tuko wa Mungu na ulimwengu mzima yote iko katika muovu, katika nguvu za muovu. Yohana wa kwanza sura 5 mstari 19. Na mtu aliye wa Mungu anatusikiliza. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 6. Hii ni maneno magumu ya kusema, lakini ni kweli, ni kweli. Kutumwa kwa kiungu, neno la Mungu, chakula cha kiroho kilichotayarishwa kwa ajili ya taifa la Mungu katika wakati huu iliyo safi na takatifu, nasi tunashukuru sana kwa ajili ya hiyo. Kulingana na mpango wa kisiasa, mambo mawili yaliweza kufanyika tangu mara ya mwisho iliyopita. Moja ilifanyika huko Libya na nyingine Roma. Yaliyofanyika huko Roma iliweza sana sana kunigusa kwa ndani. Mimi sikuwake na television, lakini wale walio nayo nyumbani kwao hawapashi kuwa na haya yake. Hawana hitaji ya kuificha, lakini wanaweza kuiweka hadharani, kuionyesha. Iwe namna gani yote, niliweza kuona habari kwenye television na niweza kuona mtu huyo wa Vatikani ndani ya sunagogi, na kosa hangu iliweza kuamini mambo hayo. Lakini waliweza kuimba Zaburi 115 wakiwa na furaha kubwa, na mtu huyo aliweza kushangiliwa sana ndani ya sinagogi. Hawajui yale wanaofanya, lakini pale unaweza kuona leo, wakati huduma ya hao washuhuda wawili itakapokuwa imefanyika nyuma ya unyakuo na hekalu itakapokuwa imejengwa, namna gani itakuwa vipesi sana kwa mtu huyo ili aweze kufanya safari ya kwenda huko na kuweza kuwafanya uzinduzi wa nyumba hiyo au hekalu hilo kwa namna ya kupendeza. Lakini katika wakati huo ndio Bwana atakapompiga kwa pumzi ya kinywa chake, kwa maana atakuwa amevuka sana. Lakini tutaweza tena kuandika juu ya mambo hayo, kwa sababu mambo hayo ni mambo ya kimafundisho na ni ya unabii, na haiwezi tu kusemeka tu, lakini yangepashwa kuzungumziwa kwa kilindi, ili wale wote wanaohusika waweze kujua ni namna gani mambo yanafanyika. Na mnajua vizuri ya kwamba Mungu bila sisi kuweza kustahili, na sio kwamba tunakuwa na stahili, hakuweza kuangusha neno lake lilofunuliwa katikati ya miguu yetu, lakini aliangusha ndani ya mioyo yetu. Nasi tulikuwa hatuna uwezo ya hiyo kuona jinsi leo tunaweza kutambua mambo ya unabii kwa namna ya kiungu. Na ndiyo maana tunashukuru sana Bwana kwa ajili ya huduma ya ndugu Branham. Bila huduma hiyo ya unabii hatungeliweza kuwa hata na nuru moja juu ya mambo hayo. Tungeliweza kuwa wa kukata tumaini kama vile wengine wote, tungeliweza kutafsiri kama wao, lakini hatungeliweza hata kujua mambo hayo kupitia ufunuo au inamaanisha nini. Wakati unaposikia watu wakizungumza kuhusu alama ya mnyama na kusema ya kwamba mtu ambaye asiyeheshimu sabato eti iko na alama ya mnyama, kuna mvurugo katikati ya Wakristo wote. Madesturi, maoni zinahubiriwa. Sabato ni sabato, mnyama ni mnyama, nabii wa uongo ni nabii wa uongo. Yote ina nafasi yake. Ninasema hiyo tu kwa ajili ya kuweza kuonyesha kitu moja. Tunashukuru Mungu, au mimi nashukuru, na natumaini ya kwamba nanyi nyote mnashukuru. Tunamshukuru kwa moyo wetu wote kwa ajili ya ufunuo wa siri zilizokuwa zimebaki zikifunikwa na kufichwa
ambazo tulikuwa tukijiuliza juu yake na ambazo walikuwa watu wakizunguka juu yake. Leo hakuna mtu anayehitaji kuweza kutafsiri au kuweza kuzunguka juu ya mambo hayo, kwa maana mambo yote iko wazi, kwa sababu wakati wa utimilifu wake ulifika. Tulishaka kuionyesha mara nyingi, unabii za Biblia hazina hitaji la kutafsiriwa, lakini zinapashwa onekana katika utimilifu wake na kuweza kukubaliwa na kuweza kuziishi kama vile zilivyotayarishwa kwa ajili yetu. Mungu anashuhudia na anatimiza neno lake anapofanya yale aliyoahidi. Sijui kama ni hapa au mahali pengine, lakini kila wakati ahadi za Mungu zinapotimilika, nuru inakuja, mwanga unakuja, ufunuo wa neno na wa mapenzi ya Mungu inakuja, lakini inakujaka tu mahali ambapo taifa la Mungu liko katika kungoja ya kwamba Mungu aweze kushuhudia neno lake na kwamba aweze kulitimiza. Katika wakati wa Musa, ulimwengu mzima ilikuwa ndani ya ukiwa. Misri yote nzima ilikuwa ikifunikwa na giza, na andiko linasema ya kwamba hata ungeweza kugusa giza hiyo. Lakini mahali kulipokuwa Israeli na ahadi, kulipokuwa nabii na yote Mungu alikuwa ametayarisha na kupanga, pale kulikuwa jua ya kung'aa, kulikuwa nuru, kulikuwa mwanga, pale kulikuwa neno la ahadi, pale kulikuwa Bwana anasema, pale Mungu alikuwa akitenda. Na hiyo ndiyo inayohusika kwa ajili yetu leo. Haihusu au haiko kuweza kutengeneza anga au kuweza kufanya kama vile unakuwa mtawa, lakini kuweza kutambua Mungu katika kazi yake katika wakati huu na kuweza kupanga yote kwa msaada wake kama vile alivyofanya ndani ya andiko. Tumekwisha kuanza hapa pamoja na andiko la Wakorinto wa pili sura 4, mahali kunaposemeka, Wakorinto wa pili sura 4 mstari wa 6, kwa sababu ni Mungu aliyesema, nuru itang'aa toka katika giza, ndiye aliyeng'aa katika mioyo yetu. Kama ni hivyo, museme amina. Haleluya. Mungu aliangaza nuru yake ndani ya mioyo yetu. Nabii Isaya alisema nini katika wakati ule? Inchi ya Neftali na Zabuloni zilizokuwa katika giza ziliona nuru kubwa. Isaya 9 mstari wa kwanza. Bwana alienda huko ili aweze kutumika. Yeye alikuwa na iko nuru ya dunia leo hii. Wote wanaangaziwa na yeye. Bila yeye hakuna nuru au hakuna pia uzima. Ndani mwake mulikuwa uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Hayo yote inatembea pamoja. Sio mhubiri, si mtu anayetangaza neno la Mungu, lakini kama vile tumekwisha kuyasema kila mara, kazi ya utangazaji ni inakuwaka ya kuweza kuleta watu katika uhusiano pamoja na Mungu. Hiyo ndio lengo na sababu ya utangazaji wa neno la Mungu, ni kwamba watu waweze kuingizwa katika uhusiano pamoja na Mungu kupitia neno na Roho, ili kupitia hiyo uhusiano pamoja na Mungu kupitia Roho na neno, nuru iweze kupewa kwao. Inasemeka mbali kidogo,
atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Tuingie mara moja kwa andiko la Timotheo wa pili sura 4. Timotheo wa pili sura 4. Ningetaka niweze kusoma andiko fulani ili niweze kuonyesha hiyo. Tazama yale yanayosemeka kwenye mstari wa 16. Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 16 na 17. Katika majibu yangu ya kwanza hakuna mtu aliyesimama pamoja nami, lakini wote waliniacha. Lisihesabiwe kwao. Mstari wa 17. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa mimi ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu na mataifa yote wasikie. Inayonihusu hapa ni kwamba hata kama wahubiri na watu wanaweza kwenda na kama hawawezi kufuata yale ambayo Mungu anayofanya sasa, ninaweza nasi sote tunaweza kushuhudia na kusema, lakini Bwana alisimama pamoja nami na akanipatia nguvu ili kupitia mimi utangazaji wa neno iweze kufanyika. Wakati ninaposoma neno kama hili, ninajaa shukurani nyingi sana. Mnajua, hata kama njia za watumishi wa kweli wa Mungu ilikuwa ni njia ya mtu binafsi, ilikuwa ni njia ya kuchokesha, ilikuwa ya miba na majiwe mengi na njia ambayo siyoeleweka. Bwana wetu anasema, ni mahali gani mlipopata nabii ambaye hamkuweza kutesa, au mjumbe wa Mungu ambaye hamkuweza kuua? Tangu damu ya Abeli mpaka damu ya Zakaria, damu yote ilikuwa ikimwangwa. Mathayo 23:35. Njia ya Bwana ilikuwa haieleweki mbele ya watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wamefungwa katika maoni yao na katika njia zao wenyewe. Nasi leo tuko hapa ili tuweze kutoshwa katika njia zetu wenyewe, tuweze kutoka katika mawazo yetu, ili tuweze kufika kwa yule ambaye angeliweza kusema kuhusu yeye mwenyewe ya kwamba mimi ni njia, kweli na uzima. Kama Mungu leo anaweza kuweza kutosha kila mtu katika njia zake, katika kila mawazo yake, na kumtosha katika mawazo yake, kumtosha katika yote iliyo ya mtu binafsi, ili aweze kumwingiza na kumweka katika mambo ya kiungu, hapo sasa makusanyiko haya yatakuwa ni ya lazima sana. Lakini ndani ya moyo wetu tuweze kuwa na ndio kwa Mungu, tuweze kuwa na ndio kwa neno lake, tuweze kumwambia ndio hata kwa ukimya, na tuweze kumwambia Bwana, nionyeshe njia yako, ninataka niifuate, unifunulie neno lako, ninataka niliamini. Na sasa kama tunakuwa hivyo katika msimamo huo wa moyo kwa Mungu wetu wakati wa utangazaji wa neno, hapo sasa nawaambia Mungu atatupatia baraka yake, naye atasaidia, kwa maana neno lake haliwezi kurudi bure, nalo litatimiza yale ambayo lililotumwa. Ndani ya Timotheo wa pili sura 1 imeandikwa kwenye mstari wa 9. Timotheo wa pili sura 1 mstari wa 9 mpaka 11.
ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu, lakini kwa kadiri ya kusudi lake mwenyewe na neema yake tuliyopewa katika Kristo Yesu mbele ya nyakati za zamani. Kwenye mstari wa 10, na sasa imefunuliwa na kuonekana kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyebatili kufa na kufunua uzima na maisha yasiyokoma kwa njia ya habari njema. Kwa habari njema hii niliwekwa mhubiri na mtume wa mataifa. Yesu Kristo Bwana wetu alituita kwa ajili ya mwito takatifu, na naamini ya kwamba mwito huo wa kiungu uliingizwa katika maisha yetu, kwa sababu alikuwa amekwisha kututayarisha ili tuweze, aliutayarisha mbele hata ya kuwekwa misingi ya dunia, ili tuweze kusikia neno lake, ili tuweze kuishi neema yake na kuweza kupokea uzima wa milele. Na ndiyo maana iliweza kuandikwa katika Matendo ya Mitume sura 13:48, wale wote waliokuwa wamekutayarishwa uzima wa milele wakaamini. Matendo ya Mitume sura 13:48. Amini basi kwa moyo wako wote kwamba Mungu alikutayarisha mbele ya kuwekwa misingi ya dunia, na sio kwamba kuweza kuishi tu hapa kwenye dunia hii, lakini kuweza kuishi milele ndani ya utukufu. Na wewe utaona ya kwamba kupitia imani hiyo ndani ya mpango wa Mungu ambao anaotimiza, anatimiza kitu fulani, na ndani mwako munaamka kitu fulani ili kiweze kupokea kiungu na kuweza kuiamini. Kwenye mstari wa 9, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu, lakini kwa kadiri ya kusudi lake mwenyewe na neema yake. Ni neno gani hapa la nguvu! Na si kwa sababu ya makazi zetu au matendo yetu, ili kusiwe mtu anayeweza kujisifu. Yule anayetaka kujisifu ajisifu katika Bwana, ambaye aliyeonyesha neema yake kwa ajili yetu. Na yule anayetaka kushukuru aweze kushukuru Bwana, ambaye aliyejingiza akasimama katikati na akalipa deni kubwa sana hapo Golgotha. Na pia shahiri hii inasema mstari wa 10, na sasa alibomoa nguvu za kifo na akaleta uzima na maisha yasiyokoma kwa njia ya habari njema. Utangazaji wa kitu hiki cha ajabu ambacho Mungu alichotupatia inafanyika kupitia Injili. Injili maana yake ujumbe wa furaha, habari njema kwa ajili ya mwenye dhambi ambaye anaokolewa, habari njema kwa mgonjwa kwa sababu anaweza kupona, kwa ajili ya kupona. Ujumbe hiyo inakuwa ya lazima sana katika hali yote, ili kwa yule anayetaka kuja kwa Bwana ni ya lazima kwake. Na ndio maana Bwana alisema katika wakati ule, enendeni katika dunia nzima na mhubiri Injili kwa kila viumbe vyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani tunaendaka? Kwa sababu gani tunahubiri neno? Ili tuweze kupatia watu utajiri usioweza kuhesabilika wa Mungu tulioweza kupewa ndani ya Yesu Kristo, ili iweze kuwapatia uhusiano pamoja na
utangazaji huu au habari hiyo. Mstari 12 inasema, Timotheo wa pili sura 1 mstari 12, na kwa sababu yake ninapata mateso haya vile vile, lakini sioni haya, maana ninamjua yeye ambaye nilimwamini au niliyomtumainia. Ni neno gani hapa la ajabu! Ndugu na dada wapendwa, warafiki wapendwa, leo tunataka pia tuweze kuisema katika uhakika wote. Ninajua ni nani ambaye ninamwamini, ninamjua nani ambaye ninamtumainia, na Mungu ni mwaminifu, anashika ahadi zake. Andiko haliwezi kuharibiwa. Kila mtu anayeweza kuita jina la Bwana leo ataokolewa, kwa maana ni hivyo ndivyo naandikwa ndani ya nabii Yoeli, na ni hivyo ndivyo Petro alivyosema ndani ya mahubiri yake ya kwanza siku ya Pentekoste. Na hivyo Paulo anaandika hapa ya kwamba ninamjua ni nani ambaye ninamwamini. Haleluya! Inaomba pia kuweza kuachia moyo, kuweza kuachia nafasi kwa moyo na kuweza kutamka kwa uaminifu haleluya, na kusema amina, na kuweza kusifu Mungu na kuweza kusema utukufu kwa Mungu. Wewe iseme na wewe pia kwa ajili yako ndani kwa Mungu wako, iseme kwa moyo, kwa Mungu wako ndani ya moyo wako, na uweze kusema Bwana, ninajua ni nani ambaye ninamwamini, ninajua nani ambaye ninamtumainia. Kama tunaweza kuweka matumaini yetu ndani ya sisi wenyewe, ndani yako, ndani yangu, ndani ya watu wengine, tutaweza kupata haya. Lakini yule anayetumainia Bwana hata na hawezi kupata haya, kwa maana yeye anakuwa macho ili ahadi zake ziweze kutimilika. Imeandikwa pia hapa kwenye mstari 12, na ninajua kabisa ya kwamba anaweza kulinda ile niliyoweka kwake hata siku ile. Lakini yeye aliyeanza atamaliza. Anaweza kuokoa, anaweza kulinda, anaweza kuchunga, anaweza hata pia kusimamisha yule ambaye aliyeanguka, anaweza kupatia nguvu magoti inayotetemeka, anaweza kufanya nguvu mikono ambayo inayoregea, anaweza yote. Basi tumtumainie leo, tumushike kwa neno lake, na tuweze kumwambia Bwana, tumekuja ili tuweze kuwekwa nguvu na wewe, kusudi tuweze kubarikiwa na wewe. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukutambua, kwa ajili ya kuweza kukuishi tena kwa upya. Ona gisi sote tunahitaji uhusiano ya ndani pamoja na Mungu. Tunahitaji mazoezi mapya pamoja na Bwana wetu, inayoweza kutufanya kuwa hapo wapya, wa furaha, wanaokuwa wamejazwa kwa ndani, walikijazwa matumaini mpya ya kwamba Bwana yuko pamoja nasi na kwamba tumepata neema mbele yake. Tuishaka kuionyesha pia hapa, kama vile Musa alivyotamka ndani ya Kutoka 33, Bwana, kama nilipata neema mbele ya macho yako, unijulishe njia zako. Nasi tunayaona tangu siku za Abrahamu akose pia hata mbele, Mungu alijulisha njia zake kwa watumishi wake wote. Ndani ya Mwanzo sura 18 mstari 17 tunaweza kusoma maneno ya Bwana,
namna gani ninaweza kuficha Abrahamu yale nataka kufanya? Mungu wetu hafanyake kitu bila kuweza kufunua mpango wake kwa watumishi wake manabii. Amosi 3:7. Na Bwana iko na nabaki yule yule ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya. Ona gisi ni vema kuweza kusema kutoka kilindi cha moyo ya kwamba Yawe wa Agano la Kale ni Yesu ndani ya Agano Jipya. Yule niko mkubwa, Bwana ambaye aliyezungumzia manabii na ambaye baadaye aliyeweza kujifanya kuwa mwili ili aweze kutukomboa sisi tulio katika mwili huu wa nyama. Tusome sura 22, Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 6. Hapa kuna maneno matatu ambayo yaliweza kunigusa wakati kusoma neno hili mbele. Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 6. Ikafanyika pale. Maneno matatu haya yaliweza kunigusa kwenye moyo. Tuendelee na kusoma kwetu. Ikakuwa nikisafiri na kukaribia Damasko saa 6 za mchana, ghafla nuru kubwa toka mbinguni ilingaa kando yangu yote. Maneno matatu haya kwanza ya kwamba ikafanyika pale. Tunapaswa kujua siku, saa au mahali ambapo tuliweza kukutana na Bwana kweli kweli, wakati tulipoweza kufanya mazoezi yetu pamoja na Bwana. Tunapaswa kusema ya kwamba ikakuwa pale, ikakuwa hapa. Pia hata nyuma ya miaka na miaka tunaweza kurudi kwa mahali pale kwa kuonekana na kwa eneo hiyo na kusema ikakuwa hapa. Ni hapa ndipo Bwana alinizungumzia, hapa ndipo aliponifunika kwa nuru yake, ni hapa ndipo aliweza kuniita, ni hapa ndipo aliponipatia kazi, ni hapa ndipo aliponituma, ni hapa ndipo aliponiokoa, ni hapa ndipo aliponisamehea. Na hapo uweze kusema sasa leo ya kwamba leo hii inaweza kufika. Leo tunaweza kufanya mazoezi ya Mungu, na msiamini ya kwamba tuko hapa ili tuweze kuzungumza tu kuhusu yale ambayo wengine waliweza kuishi pamoja na Mungu, lakini muamini ya kwamba tuko hapa leo ili tuweze kuishi hiyo mambo mamoja pamoja na Mungu, na tuweze kupokea kutoka kwake yale ambayo wandugu na wadada wa Ukristo wa kwanza walioishi pamoja na Mungu na ambayo waliweza kupokea kutoka kwake. Mnakubali? Kama tunaweza kuwaza tu ya kwamba tuko na Paulo mbele yetu na kwamba hii ilifanyika kule, na hapo sasa itaweza kupita mbele yetu kama vile filamu na ambayo tunayotazama tu, lakini hapana. Tunataka tuweze kuishi mazoezi pamoja na Mungu na sisi wenyewe. Tunataka tuweze kusema leo ya kwamba haya yalifanyika siku ya kwanza ya juma, nyuma mchana kati hapa Zurich, ndani ya Volkshaus, ndani ya chumba cheupe. Tunataka tuweze kusema ya kwamba ni hapa ndipo yalipofanyika, ni hapo ndipo Mungu alinizungumzia, ni hapo ndipo aliponipatia nuru,
na mwanga. Ni hapo ndipo aliponikubalisha kwa dhambi yangu na akanionyesha hali yangu ya upotevu, ya maangamizi. Ni hapo ndipo nilipojitambua. Ni hapo ndipo niliweza kumtambua naye pia. Ni hapo ndipo yalifanyika. Tuendelee na kusoma. Mnajua habari hiyo. Ninasoma sasa kwanza kwa mstari wa 12. Matendo ya Mitume 22 mstari wa 12. Na mtu mmoja Anania, mwenye kuogopa Mungu kwa kufuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayuda wote waliokaa kule. Mstari wa 13. Naye akakuja kwangu, akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu Saulo, upate kuona. Nami saa ile ile nilipata kuona. Angeliweza sasa tena kuona. Na pia hata nyuma ya hiyo angeliweza kuandika na kusema ya kwamba hayo yalifanyika mahali hapa. Wakati Mungu anapojifunua kwetu, wakati tunapokuwa na kukutanana na pamoja na Bwana, kuna kitu kinachofanyika. Wakati anapotuzungumzia, wakati anapotuita, nuru na uzima vinakuja, nuru inakuja, mwanga unakuja na macho inafungulikana. Wakati macho inapofungulikana, na hapo sasa tunatayarishwa ili tuweze kutangaza hiyo nuru moja kwa wengine. Na ni hiyo ndio tunasoma hapa kwenye mstari wa 14. Akasema, Mungu wa baba zetu amekwisha kuchagua kujua mapenzi yake na kuona mwenye haki na kusikia sauti iliyotoka kinywa chake. Oh, unabii gani ajabu hapa! Oh, ni unabii nzuri gani hapa! Huyo Anania aliyekuwa kitabiri alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uhusiano pamoja na Mungu, ambaye aliyejiacha kuongozwa na Roho, ambaye angeliweza kutumikishwa kama vile chombo kikiwa katika mikono ya Mungu, na hiyo kwa namna ya nguvu sana. Ni vema sana kuweza kuonyesha sana yale inayoandikwa hapa ya kwamba alikutayarisha ili ujue mapenzi yake. Matendo ya Mitume sura 22 mstari 14. Namna gani ingeliweza kuwezekana kuweza kutangaza mapenzi ya Mungu kwa wengine kama wewe mwenyewe haujaweza kuitambua? Namna gani inawezekana kuweza kuonyesha na kutangaza habari ya unabii, sehemu ya habari ya unabii ya wokovu, kama Mungu yeye mwenyewe hakuweza kufunua hizo siri zilizokuwa zimefichwa? Mniruhusu niweze kuongeza hapa ya kwamba Mungu alitayarisha ndugu Branamu na kumchagua ili aweze kuonyesha waziwazi sehemu ya unabii na ya kimafundisho katika kizazi hiki, na akashuhudia huduma yake kwa namna isiyoweza kulinganishwa, kusudi wale wote wanaoweza kuamini waweze kuamini, na sio kwamba kuweze kusikia tu maneno, lakini waweze pia kuona na kuweza kuishi kushuhudiwa kwa kiungu kama vile kitu cha kuwakubalisha. Na ijapokuwa Bwana anasema hakuna mtu anayeweza kuja kwangu kama Baba hamfute, Yohana 6:44. Kwa sababu gani sasa nasi tumekuja? Ni kwa sababu tuliweza kusikia hiyo kukokotwa kwa kiungu. Hatungeliweza tena kupingana nayo, ilikuwa ikigeuka tena kubwa na kubwa zaidi. Na sasa tunaweza kutazama nyuma na kusema ni hapo ndipo yalifanyika. Hayo yalifanyika mahali hapa.
tuliweza kuishi mazoezi mengi kwa sababu ya neema ya Mungu. Kama ndugu Branham angeliweza kuwa leo hapa, angeliweza kuonyesha kwa kidole chake tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933 karibu na Spring Street, mahali kunapofika kwenye mtoni, na anaweza kusema ya kwamba ni pale ndio ilifanyika. Ilikuwa saa karibu 8 za mchana, wakati nuru kubwa ilipopenya hiyo wingu ya mbingu, na sauti katoka ikasema, kama vile Yohana alivyotumwa mbele ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, na wewe umetumwa na ujumbe ambao utakao kuwa mtangulizi wa kuja kwa pili kwa Kristo. Angeliweza kusema ni hapo ndipo yalifanyika, ni hapo yalifanyika pale, haya yakafanyika mahali pale. Mtu anayeweza kuona picha iliyo ndani nguzo ya moto kwenye kichwa chake anaweza kusema ya kwamba hiyo ilifanyika katika mwaka 1915 huko Houston, Texas, na anaweza kusema ya kwamba pale ndipo ilifanyika. Yohana Mbatizaji angeliweza kuonyesha mahali ambapo mbingu ilifunguka na mahali ambapo Roho alishuka, naye angeliweza kusema ni pale, ni hapo ndipo yale yalifanyika. Hao 120 nao wangeliweza kujilinganisha na kusema hiyo chumba cha juu na kusema ni hapo ndipo yale yalifanyika. Warafiki wapendwa, wakati tunaposoma maandiko matakatifu tunapataka ndani mifano mingi ya watu ambao waliofanya mazoezi pamoja na Mungu. Sisi ni ushuhuda ulio hai na unaokamatika wa Mungu aliye hai hapa duniani, katikati ya dunia, katikati ya ulimwengu ambao inayokataa hata kuwako kwa Mungu, au inasema kwamba Mungu haiko. Lakini sisi tunaweza kufurahi bila kuchoka kwa ajili ya baraka za Mungu. Tazama sasa inayogusa sana hapa ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura 22, Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 14. Akasema, Mungu wa baba zetu amekwisha kuchagua kujua mapenzi yake na kuona mwenye haki na kusikia sauti iliyotoka kinywani mwake, au katika kinywa chake. Mstari 15. Kwa maana utakuwa mshuhuda wake kwa watu wote wa maneno yale uliyoyaona na kusikia. Mstari 16. Basi sasa unakawia nini? Simama, ubatizwe, usafishe zambi zako, ukiitia jina la Bwana. Ilikuwa ni nani sasa? Ilikuwa ni kugeukia ya ujao. Ubatizo nayo ilikuwa ndani. Tunataka tuweze kutumikia Bwana, na si kwa nusu, lakini kwa ujao. Kwa ujao. Wakati umekuja ambao Mungu anataka atushike kwa ujao. Kama tulitayarishwa ili tuweze kujua mapenzi yake, sasa kwa sababu gani nasi hatuwezi kuyafanya? Na hivyo hivyo Paulo, inaandikwa katika Matendo ya Mitume sura 26 mstari wa 28, utawafungua macho yao ili waweze kugeuka, watoke katika giza waingie katika nuru, na watoke katika nguvu za shetani waingie kwa nguvu za Mungu, kusudi waweze kupata msamaha wa dhambi na wapate urithi katikati ya wale waliotakaswa kwa imani ndani yangu. Hapa inahusu
kufungua macho. Kwanza macho yake yalifunguliwa na akaangaziwa na nuru, baadaye akatayarishwa ili naye aweze kufungua macho ya wengine. Na muyamini au hapana, mahali pote neno la Mungu linahubiriwa kwa sababu liliweza kufunuliwa, macho ya watu yanafunguliwaka pia, wanapakaliwa, wanaona yale ambayo hawangeliweza kuona mbele, wanasikia yale ambayo walikuwa hawasikie mbele. Mungu aliamua tu ili kupitia utangazaji, nuru, mwanga, ufunuo na yote iweze kupewa na Mungu wakati wa utangazaji wa neno lake, na hapo Roho wake anaweza kuzunguka juu yetu ili aweze kufanya neno kuwa hai kwa ajili ya kila mtu na kuweza kulifunua kwa ajili ya kila mtu. Na kwa sababu inahusu sehemu ya unabii ya habari ya wokovu, muniruhusu nisiweze kusoma hapa andiko ya Petro wa pili, barua ya pili ya Petro sura 1 mstari 19, neno tunalojua sisi sote. Petro wa pili sura 1 mstari 19. Basi tuna neno la unabii lililo imara zaidi, na inafaa ninyi kuliangalia kama taa inaong'aa katika pahali pa giza, hata mapambazuko na nyota ya asubuhi itasimama mioyoni mwenu. Tuna neno la unabii, na neno hilo la unabii linang'aa wakati linapokuwa limekwisha kufunuliwa na Mungu, kama vile nuru inaong'aa katika mahali pa giza. Hayo yalifanyika pale. Leo inawezekana ya kwamba Mungu anatupatia nuru iliyo lazima ili tuweze kuelewa ya kwamba tunaishi sasa katika sehemu ya unabii ya mwisho ya habari ya wokovu wa kiungu. Ndani ya kitabu cha nabii Danieli kwenye sura 12 mstari wa 8 na 9 tunasoma inayofuata. Danieli 12 mstari wa 8 na 9. Nami nikasikia, lakini sikufahamu. Halafu nikasema, e Bwana wangu, mwisho wa maneno haya utakuwa nini? Mstari wa 9. Akasema, kwenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho, na sio milele yote, lakini mpaka wakati wa mwisho. Na kama sasa tunavyoishi sasa katika wakati wa mwisho, nasi tunaweza kulinganisha sehemu ya unabii ambayo inayotimilika kwa wakati huu pamoja na neno la unabii. Tunaweza kuona namna gani mambo hayo yote yanatimilika mbele ya macho yetu. Akasema Danieli, maneno haya yatafungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho, na si zaidi ya hiyo. Nasi tumefika kwa mwisho ya wakati, na niko naandika katika kitabu kinachokuja, na sio kwa sababu tunaweza kuwa tulisoma mengi au kwa sababu tunaweza kuwa na kuelewa kwa ujuzi nyingi sana. Hapana,
Siyo hiyo, lakini ni kwa sababu muda ulifika na wakati ulitimilika. Ni kwa sababu saha ya Mungu ilifika na ujumbe wa Mungu ukafika, na kitendo cha mwisho cha Mungu kinafika, na mwito wa kanisa bibi harusi inafika, na matayarisho yake kwa ajili ya siku kubwa na ya utukufu ya Yesu inafika. Mnajua vizuri ya kwamba wakati maneno haya inapozungumziwa, siku zote unasikiaka watu wakisema ya kwamba tulishaka sikia hiyo tangu miaka mamia na mamia iliyopita. Na kama vile mtu mmoja aliweza kuniambia siku zilizopita ya kwamba tate yangu alingoja sana kurudi kwa Bwana, na mama yangu pia. Natazama sasa na mimi nimekwisha kuzeheka. Sasa namna gani ninaweza kuamini hiyo? Na hapo neno moja lijijia kwenye moyo au ndani ya mawazo. Nikasema, kama tate yako au mama yako hawakuweza kungoja kuja kwa Bwana, hawataweza kupata sehemu wakati Bwana atakapokuja kutafuta walio wake. Hiyo ilikuwa tu ni ahadi, kusudi wale wote wanaopenda kuonekana kwake, iwe wakati ambao walioweza kuishi ndani, wakati watakapokuwa ndani ya utukufu, hao watakuwa ni watu waliongoja kuja kwa Bwana ndani ya wakati wao. Kama haiko hivyo, hawataweza kuonekana pale, hawataweza kupata sehemu wakati atakaporudi, na wakati waliokufa katika Kristo watakapofufuka. Na nawaambia kwa sababu gani? Ndani ya waamini wote wa kweli, ndani mwao munakuwaka tumaini iliyo hai ya kiungu, na hiyo tumaini haiwezi kukufa, haiwezi kuharibika na kuzimishwa. Iko hai, inatikisika. Mnajua yale ninataka kusema. Hatuna Mungu aliyekufa, lakini pia hatuna imani iliyokufa, lakini tuna Bwana mmoja aliye hai, tuna tumaini iliyo hai. Na kama Paulo angeliweza kuandika katika wakati ule ya kwamba hatutakufa sisi sote au hatulala sisi sote, hatulala sisi sote, lakini sote tutabadilishwa. Na hapo sasa hakushidanganya, kwa maana neno la Mungu ni la kweli milele na milele yote, katika wakati wote, mpaka wakati tukapofika katika umilele. Wengi wamekwisha kulala, lakini sisi tungali hai, tungali hapa. Hakushidanganya. Yale aliyoandika yote yanatimilika mbele ya macho yetu pia, na neno litatimilika pia. Neno nalo litatimilika ya kwamba wale wote waliobaki wakiwa hai watabadilishwa, na inayokufa itavaa kutokufa, na inayoharibika itavaa kutokuharibika, na ya kuoza ivae kutokuoza. Sisi ambao tunaokuwa katika umri kubwa sana tunakuwaka kose na shida za mwili wetu wa dunia hii. Ni shaka isema hapa, tufurahi na tufarijiane tunapowaza ya kwamba siku moja tutageuka tena kuwa vijana, na tena hatutazeheka tena, lakini tutakuwa tunabaki pamoja na Bwana milele na milele, bila ugonjwa, bila huzuni, bila mateso na bila hata kifo. Yale ambayo jicho halikona, yale ambayo sikio halikusikia, yale ambayo haijawahi kuingia katika moyo wa mtu, Mungu aliyatayarisha kwa ajili ya wale wanaompenda. Ninaweza kuelewa wale wote ambao wangali wanaotazama vijana wa umri wa miaka 16 na 17, na kisha wanasema ungekuwa vema kama ningilikuwa tena ningali katika umri wa miaka 16 au 17. Msijisumbue, tutakuwa hivyo siku moja wakati wa kurudi kwa Bwana. Tutakuwa vijana tukiwa katika afya njema, bila hata alama moja ya dhambi, ya mateso, ya kufa, ya hayo yote.
ya zamani itakuwa imepotea na yote itakuwa tena kuwa mpya. Kama tunaweza kusema kwa machache yale ambayo tumekwisha kuzungumzia hapa nyuma mchana kati huu, tunaweza kusema ni hapo ndipo yalipofanyika. Ni hapo ndipo nikutanana na Bwana. Ni hapo ndipo niliposikia neno la Mungu kwa mara ya kwanza. Ni hapo ndipo niliweza kutakasia maisha yangu kwa Mungu. Ni hapo ndipo niliweza kutambua kweli. Ni hapo ndipo Mungu alifungua moyo wangu. Ni hapo ndipo aliponifungua macho. Ni hapo ndipo aliponipatia nuru. Unaweza kuandika maneno mengi hata na maukarasa nyingi juu ya yale ambayo Mungu aliyotupatia na yale ambayo tuliyoweza kuishi pamoja naye. Ni hapo ndipo yalipofanyika. Ya lazima ni kwamba tuweze kusema ya kwamba ninamjua nani ambaye ninamwamini. Nilikutanana naye, niliweza kuishi mazoezi naye. Ni hapo na ni hapo ndipo yalipofanyika. Nilisema jana huko Salzburg, sitaki kuwa tu niliweza kuhubiri, ninataka niweze kuona wale wote ambao waliosikia neno la Mungu likitoka katika kinywa changu, niweze kuwaona mbele ya kiti cha neema ya Mungu. Nani hapo ndipo kunaingia mabidii zetu, maombi yetu na utangazaji wetu, yote nakuwa na lengo moja, ni kuweza kuona kundi lilokombolewa na Mungu, lilonunuliwa kwa damu yake, lilotayarishwa na kuvikwa kama vile bibi harusi ambaye anayeweza kwenda kumulaki bwana harusi wake. Hatuwezi kufanya zaidi ila kuamini Mungu. Hatuwezi kujizuiza, hatuwezi kujivika, hatuwezi kujivika na kujitengeneza sisi wenyewe. Ni Bwana ndiye anafanya hivyo. Wakati tunapopokea neno lake ndani yetu na tunapoacha roho wake akitenda ndani mwetu na kupitia sisi, na Mungu angali anatimiza mambo mengi kubwa, naye angali anazungumzia wanadamu, angali tena ana utangazaji, na tena ana nia, na tena angali na watumishi ambao anaweza kutuma, ambao anaweza kutumikisha, ambao anaweza kubariki. Basi acha sisi sote tuweze kuwa na hitaji kwa moyo kwamba watu wengi waweze kuitwa tena na kutayarishwa kwa ajili ya siku kubwa na ya utukufu ya Yesu. Na kose wale walioregea leo, lakini wapendwa wangu, sisi sote tungali hapa duniani. Kusiwe mtu ambaye anayeweza kusiwe mtu anayeweza kuwaza ya kwamba siku itakuwa ni siku ya kwamba kila siku itakuwa ni siku ya kuwaka sana, lakini hapa tungali na maziki, na hizo njia za majaribu zinaweza kutuongoza mpaka kwa Mungu. Stefano siku moja aliweza kupigwa mawe na wamitume na manabii, kama vile nimekwisha kusemeka, wote walifuata njia ngumu sana. Tungoje tu kwa Mungu yale aliyotayarisha kwa ajili yetu. Hakuna mmoja wetu ambaye anayeweza kuchagua njia yake mwenyewe. Njia yako na njia yangu ziliweza kutayarishwa na Mungu. Mumufuate kwa imani, mumufuate wakati wote napowezekana, bila hata kuleta ubishi pamoja na Mungu na bila hata kuleta mabishano pamoja naye. Njia inaweza kuwa ngumu, lakini inaongoza katika utukufu wa Mungu. Kama kuna watu katikati yenu, kama kuna watu katikati yenu ambao waweza kuishi mazoezi yao pamoja na Mungu, musikie yale Yesu Bwana wetu anawaambia: kujeni kwangu ninyi nyote mliochoka na kulemelewa,
nami nitawapa pumziko kwa ajili ya nafsi zenu, nitawapatia uzima mpya. Tuna yote ndani ya Bwana wetu Mwokozi, mponyaji. Ni kusema yote ambayo tunayohitaji tunayo ndani yake. Na andiko takatifu inasema namna gani Mungu hata tupatia yote pamoja naye. Mungu hawezi kutuima kitu chochote, hapana. Anataka atupatie ujao, kwa maana Bwana alisema, nilikuja ili wawe na uzima na wawe na uzima kwa wingi. Nasi tunangoja kwa Mungu kurudishiwa kwa ujao mbele ya kurudi kwa Bwana na yote iliyo sehemu ya hayo, kusudi nguvu za Mungu ziweze kuonekana kama vile neno la Mungu lilivyoonekana na kujionyesha. Mnajua vizuri ya kwamba Mungu hatumake neno lake peke yake, anatumaka neno lake ili aweze kutuonyesha yale ambayo anayotaka kufanya. Nasi tunaamini neno lake la ahadi, na kisha tunaliona sasa likitimilika. Hata kama tunaweza kungoja, tunasikia manabii wa Agano la Kale wakisema, kama unabii unachelewa, uingoje, kwa maana haitachelewa kutimilika, itatimilika kweli kweli. Nasi tunangoja yale ambayo Bwana Mungu aliyotuahidi. Tunajua ni nani ambaye tunamwamini, na hakuna mtu ambaye atakayepata haya hapa. Hapana, hata wewe hautapata haya. Upendwa ndugu na mpendwa dada, usiwe msiamini. Usishangalie wewe wenyewe, au msiangalie pia majira, kwa maana dhambi mbaya ni ya kutokuamini. Hata kama hamujaweza kuona suluhisho au jibu, lakini mwamini ya kwamba Mungu ashakaitoa, nanyi mutaipewa. Na wasihi, iwe yoyote mnayofanya, musishakie yale ambayo Mungu aliyoahidi. Kama sivyo, tutamufanya kuwa mwongo. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni wa kweli, Mungu ni wa kweli, neno lake ni la kweli, na yale aliyoahidi yeye anaitimiza. Ahadi zote za Mungu ni ndiyo na amina. Mnaweza kusema hivyo, kila ahadi litatimilika, kwa maana kinywa takatifu cha Bwana kilisema hivyo. Mungu si mtu, Mungu ni Mungu, naye iko juu ya yote na iko juu ya uwezo wa shetani, naye atawekwa chini ya miguu yake, na ushindi wa Mungu wetu utaonekana. Na hivyo kama vile ilivyotolewa kwa neema hapo Golgotha, mwamini na hiyo itafanyika kwa ajili ya utukufu wa Yesu katika jina la Kristo. Amina. Tusimame kwa ajili ya kushukuru Bwana. Mungu mwaminifu, kwa sababu ya imani ambayo tuliyoweza kupokea kupitia utangazaji wa neno lako, ndani ya mahubiri tunakuja sote pamoja mbele ya kiti chako cha neema, ili tukuweze kukushukuru na uweze kupita sasa katikati ya viti vyetu, na uweze kushuhudia neno lako ndani ya wale wote ambao walio na hitaji, walio na ombi iwe yoyote, au hitaji iwe yoyote, kwa maana ufalme wa Mungu haiko katika maneno tu, lakini katika kuonyeshwa kwa Roho na kwa nguvu. Bwana mpendwa,
nyosha mkono wako, timiza maajabu kubwa na alama kubwa kupitia jina takatifu la Yesu, kwa nguvu za Mungu, na hiyo yaweze kufanyika sasa kwa ajili ya utukufu wako na sifa yako. Mungu mwaminifu, kama vile tumekwisha kuamini na hiyo yalitimilika, nasi tunakushukuru kwa ajili ya hiyo kwa moyo wote, na tunasema sote pamoja, haleluya. Mungu asifiwe, haleluya. Mungu asifiwe. Bwana mpendwa, basi saha ya kutukuzwa kwa jina lako na kushuhudia neno lako ifike sasa. Simamisha taifa lako, o Mungu. Namna gani tunaweza kushukuru, kwa maana nasi tunaweza kusema hayo yalifanyika hapo. Haleluya. Na tunaweza kusema kwa machache, tukionyesha mahali ambapo yale yalifanyika pamoja na sisi na kwa ajili yetu kwenye msalaba wa Golgota. Ni hapo ndipo yalifanyika. Haleluya. Ni hapo ndipo yalifanyika kwa ajili yako. Ni hapo ndipo yalifanyika kwa ajili yangu. Ilitimilika kwa ajili yako na kwa ajili yangu na kwa ajili yetu. Waliopotea wanaokolewa, wagonjwa walipona, waliofungwa wanawekwa huru, wanafunguliwa. Siku ya kukubaliwa, siku ya kupendeza, siku ya wokovu, mwaka wa yubile, mwaka ambao ulio na siku 365, lakini itakayomalizika wakati muda wa neema utakapokuwa umekwisha. Mwaka huyo wa yubile, wakati uhuru inatangaziwa kwa wale wote ambao wanaofungwa, na mahali napoandikwa kwamba wanapaswa kuwekwa huru. Acha Roho wa Bwana aweze kuwa juu ya makusanyiko, juu ya taifa lote la Mungu, kusudi wale wote waliofungwa waweze kuingia na waweze kufunguliwa, na waliopotea waweze kuokolewa, na wagonjwa waweze kupona. Simamisha kanisa lako katika kipimo cha kiungu, o Bwana mwaminifu, na yote igeuke kuwa kama vile kwa mwanzo. Tunakushukuru kwa maana hayo yalifanyika pale Golgota ya utukufu, Mwokozi wa utukufu, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Haukutukomboa tu, lakini ulijifunua kwetu pia. Ulituzungumzia, ulitupatia nuru na mwanga. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Utupatie hapa karibu tuweze kusonga mbele. Utupatie kuingia, Mungu wangu. Toa manunguniko yote na mafadhaiko yote na kuugua yote, na utupatie imani na uaminifu, kwa maana hatujitumania sisi wenyewe, lakini tunakutumania wewe, Mungu uliye hai. Ulishaka shinda
Wewe ni mshindi wa Golgota. Haleluya. Kwa jina lako Mungu mwaminifu, ninajua ya kwamba mkombozi wangu iko hai. Bwana, tunajua ya kwamba unatenda katikati yetu. Watu wanaweza kusema ni hapo ndipo yale yalifanyika. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya hiyo, na ninakupatia utukufu wewe peke yako katika jina la Yesu. Amina.